You are too curious for life, my friend. You're too curious for life. You must know everything. You must see everything. You must hear everything. Sometimes make it your business to mind your own business. You know what I'm talking about? Manogo black niggas. You know what I'm saying? Jishughulishe na shughuli yako. Siku ingine tuko tao tunatembea tu hivi. Mzee asha point juu. Pale Kencom. Tunatoka Saidi Kenya Cinema tunaenda hivi. Jamaa asha point juu. Umati isha form. They must see, they must know, they must hear. Mzee ashaanza kutuleta story hapa ati kuna mama alikuwa amevaa ride ameonekana hapo kwa dirisha ni kama ameninginia. Some nice looking chiki baby sijui alikuwa atakuruka ama ni nini or something. You know, we assume. Unajua unajijazia tu story zako. Mzee ashaanza kutupigia story hapa ati yenyewe kulikuwa na mama amevaa red ameonekana na wale wasi wako around hapo pia wamekubali there was a lady in red who wanted to, I don't know, jump. Probably the boyfriend hakuwa M-Pesa or something. In the process, watu washa form crowd imeform jamaa kaanza kutembea yeye anaenda. Sisi sasa out of curiosity, we were minding our own business, but now this business has become very interesting. Now we must know. Hata nyinyi mnataka kujua, si ndio? So we must know. So tukamfuata tukasema pana maze, this guy has to explain. Baba, hold on a minute. Excuse me. What is going on up there if you don't mind? Ati jamaa anasema yeye aliona madam amevaa red atakuruka. Na mabeste wengine hapo around walikuwa wamekubali ati abona madam amevaa red atakuruka. Truth of the matter is that there was nobody. Mwisho wetu kupatia story, there was nobody. Boys wake hapo fulani akatuibia siri akasema huyu jamaa he was very idle ameboeka akasema nataka kuleta tu drama. Yani he was so tired he just decided let me do some drama. Ameangaika tao the whole day hustles zimekata kuingiana akasema tu let me just do action. You know what the hell? Akapoint juu. Sasa kipoint mkono moja ya pili na point ya tatu na point. Sasa everybody wants to see what's going on. Nothing. There was nobody. Kuko na mtu. So what I'm saying, in short, mind your own bloody business. Are we together? Vipi wase. Today is Mashujaa edition. Najua Mashujaa day niko wapi? Where did you celebrate? This is a special edition Mashujaa. Kwa wale wa Kenya wote who have made it, yani from difficult situations, wale wamevuka border, wakaenda cross. Ushasikia kile ngoma ya Jaguar ati kuvuka border. Watu wamevuka, watu wameenda States, watu wameenda India, watu wameenda Germany, watu wameenda Portugal, watu wameenda Spain. Unajua ile kitu mimi nasema? Welcome. Lakini kabla sijaendelea sana, subscribe. That's the word, subscribe. Finya hiyo kitu. Make it quick. Hapana hesitate. Just subscribe. You lose nothing. We are building the house. I told you guys, hii ni ma3. Hii ni mbogi ya kwenda farthest. I always tell you that. Sasa, I have an issue ya Mashujaa. Wale wase wetu wanaenda ng'ambo. Yani tunasikia tu yani umefanikiwa, mission imeingiana, you are going abroad. Issues are working out for you. Sasa, I wonder, you know, you Kenyans, you're very peculiar. Yani, umepanda ndege, umeenda ng'ambo. Goja, ara? Stiara kishwagi, si mnajua? I've never pushed or shoved. Sasa, wewe umepanda ndege, umeenda ng'ambo. Ushaenda umefika US. Tumekubali, umeenda matembezi. Yes. Very good, umeshatupiga maselfie. Umetutumia, tunakucheki vile umepenya. Na marela, umeenda function. After 2 months, mnarudi. Niga baga. Usharudi. Niga baga. Ati sasa umesahau Kiswahili. No. Bloody diagonally walking crab on the beach. I'm telling you, how can you forget Kiswahili? Wewe tulikuwa tunaye hapa mtaani. Wewe umeenda tu US juzi. Imekuchukua. Usharudi hapa. Unaniambia I wanna get. All right, here we are. You're telling me mimi hata sielewi, jamaa amenituma mara 3. Mimi mpaka na unaongea lugha gani? Huko US mulienda? Kuna lugha nyingine mlifunzwa? Ati I need some water. Huyu jamaa anataka water. Maniga. Nikamwambia no, excuse me, bros.
Mimi sija ku understand. Hiki tunaniambia wora mimi sishiki. Kidogo ushasema whatever. What? Adi, if you don't get it, I'm gonna get it. Hey, I surrendered. Can I tell you something? Yes, I surrendered. Yani mpaka nikaangalia huyu wanuo. Tulikuwa tunaye hapa mtaani. Sasa yana tweng. Yani mpaka amesahau Kiswahili. Ajui machuo. Sasa mimi naongea tu zile zangu zile za paze unamaanisha nini? Nje akasema this nigga anataka uode. Nikamwambia unamaanisha uode? Akasema what is uode? What is uode? He meant mimi nimesurrender. Please. Mbona after 1 month vile ulipeleka na relative India kutibiwa? Mimi niko na case. Man, I have a case with you. Hii ni court. Wewe ulienda India umepeleka relative kutibiwa. Ikabidi tena huko mkae 2 months. Which was very okay. Hapo nilikusalute. Why didn't you come back and tell me that you want a voter? I know. You did not say voter. Why did you say I want you to get it from me? Bloody hippopotamus. Why did you say that you feeling the wind? Come on. Kenyan, please, you Kenyans, give us a break. We don't want this bullshit. I give credit to our politicians. Watu kutoka Shago ama Buda walienda ng'ambo. Kina Kiraito Murungi. Kina Nyang'nyongo. Even Miguna in all his glory and bombastic language na majini yake yote, Huyo jamaa bado hata vile amekaa Canada sijui 24 years after he alisukumwa tena by force uko. The guy bado accent yake ni ile. Aliongea kizungu akasema demagogue. Nani akashindwa understand amesema nini? Like madao pole Joe. It's not like I'm trying to sikugongi. But when the guy said demagogue, wewe mwenyewe ukuelewa demagogue ni nini. But you see, I know why you did not understand it. Juu alisema na accent ya Kijaka. Demagogue. What? But the point is, I'm just trying to show you. Kwenda ng'ambo haimaanishi unasahau kwenu, unasahau lugha, unasahau accent. Unajifanya sasa wewe uko kuna sophistication washika mkiingia ndege. Ni ugonjwa. You guys are going to give us a break. Mimi mbona sijaona mtu ameenda India amerudi. Anasema, will you wait for me? Mbona ukuongea hivyo? Why did you say? Why do you come back from India? Get my case. Msipotea ati nimepotea kitu nasema. There's a case here. Why did you go to Bangalore? Umerudi hapo unatoka kama Mu-American. Where? Show me which part of India watu wanatoka ki-Americano. Umeenda Punjab umerudi hapa you know I want to get some water. You know what I got to do this, I got to do that. What? India? Wapi? Anyway, sitaki kuingilia sana, but the point I hope mshaipata. Are we together? Now there is another group that is very local here inatusumbua hapa within our borders. Ile national anthem says within our borders. You know what I'm saying? Wanatoka Nairobi wakienda Gishagi. Ni wengi mnawajua. Mshao wanaenda Kakamega, wengine wanaenda Kisii, wengine wanaona huko Migori na Mahoma Bay, wengine wanafika huko Bondo for that matter. We know you. Wale mnaenda yani mnasumbua watu. Must we know that you're from Nairobi? Ati umebeba mineral water. Kuna wakati hiyo kitu liko imeshika, lakini bado kuna majama wengine they are suffering from that disease of mineral water bottles. To prove that they're sophisticated. So I told you guys, mtu akishapanda umepata flight kadogo ka 45 minutes. It's a 45 minute flight from here to Kisumu airport or to Eldoret or Kitale airstrip. You know, it's or Kakamega. It's a short trip. Mtu shakuja hapa hivi umeshuka kwa airport. Sasa unaongea tu kizungu kingine. It's almost like it's American. It's almost Nigerian. I've never understood you people. Ushapanda ndege wewe ndio umeshuka airport. Unaanza umechukua kahaya. Sasa unaanza kupiga masimu huko ushago ati watume mtu akuje kukupatia yani guidance. Ati umesahau route to your own home village. Come on, fit, man. You guys are not serious. You are joking. Sasa ushaenda ama umefika kwa center unapiga simu.
Nitumieni kijana fulani, sikumbuki barabara ya kwenda kwetu. Na kwa market center, brare ndogo. Unacheza na nani? Na huko ndio pale ulikuwa unalinda ngangu, nini mbuzi. We know you. You lived there, you grew there, you studied there. Hata in fact karibu wewe huko. Tunajua huko kuna masaidi kadhaa, wale wageshage. They know you. Hata iko na kusalimia na kilugha. Sasa wewe umesahau lugha. Juko airport. Wewe ndio umebeba mineral water, umepiga leather jacket, umebeba power bank, Sasa in fact it's very interesting because you have big phones, sasa una terrorize watu na simu yako kubwa, kumbe in the process at in case, nini kufe juko ushago unasumbua kwa watu nichajie inapelekwa kwa center, simu inapelekwa 50 kilometers inaenda kupigwa charge ati because utaki shida umebeba power bank. Power bank ni kubwa inatoshana kama kabati. Power bank ni torch, ni radio. Unaweza kaushia socks ndani kama uliosha. Power bank. Hizi power bank za China zitakuja kuua. Let me tell you something. This will kill you. Because sasa wewe hii power bank yote, this is an electric gadget. Wewe ndio umeingiza kwa mfuko hapa hivi, umeingiza. Sasa umeweka kwa mfuko hapa. Do you know na hizo manguo zako zote mzito zile umevaa na kusweat, that is perspiration. Perspiration is H2O plus salts, ammonia and urea. Power bank itapiga shot kwa hiyo front pocket yako my friend. Nipe Kenya Power ndio tutakuja kusaidia milingoti sogesho steamer. Mimi sina pesa kuchanga, ati jamaa Nairobi amepigwa short circuit. Bloody nigga. I'm serious. Some of these things sound stupid but it's the reality. Mnatusumbua huko shago. Hey, come on now. Ati mtu amefika, unataka sijui nini, siwezi kula sijui nini. What's wrong with you? You want specific dishes. Unataka sijui michicha nini. Are you crazy? Ala, huko Nairobi ndio uko na survive. We know economic ni ngumu. Hizo vitu unasumbua huko shagoni za uwezi kula hapa Nairobi throughout like that. Anyway, now there's another group also that is very special. Hiyo nae inakuwa na ugonjwa mwingine accent ya Mombasa. What is it with you people? Mtu uliingia gari. Hujafika hata Mombasa yenyewe. Ulishukia Sultan Hamud mlikuwa umepeleka beste pengine alikuwa na matanga huko. Mnarudi. Wewe usharudi hapa na accent. Mbona nisisikie ukisema, unasema wajuaje? Kuliendaje? Mbona useme wajuaje? I know where Sultan Hamud is. Come on nigga, walk like a crab that you are. Sema tu the real thing as it is. Don't give us this nonsense with the Mombasa accent. In fact, nyinyi ma residents wa Mombasa, we are throwing this challenge to you. Please help us. Tuko na watu hapa hivi hawasikii. Mtu alienda Mombasa siku mbili weekend, Friday, Sunday. Ikifika nini anasema yeye anakunyonga mchuzi hapa. Ni papa. Wewe mchuzi ya papa. Wewe unajua mchuzi ya papa vile natupaga. You niggas from mainland, watu wa bara, hamtatuletea ujinga. Mwingine naye yeye zake ni pweza. Alisikia mtu amesema mahali ati pweza. Wewe unajua pweza ni nini? Atoke kwa sahani utakula. Pweza ni octopus. Utakula octopus. Najua few of you can do it. Even me I think I can try. Especially ikiundwa kama ni fried rice. Unaona hata nimemeza mate. Yani I've been having this thing, I must taste this pweza thing. I want to know. I was told inamshaga vitu zingine, yani system, IQ, energy and everything. So I want to try that, my IQ, energy and everything. So watu wa Mobadha, tafadhali mtusaidie. Watu wa Nairobi tumechoka nao. Wasiende huko siku moja wanarudi hapa wanaongea Kiswahili ya Coast. Na hiyo mambo ya kuogelea tutakuja kuongea baadaye. Wanarudi hapa hata hizo ya maji ya chumvi wanasimama maji imefika kwa ankles nao ndio wao wanatuletea stress. Ati waliogelea wapi? Kama kushai imewashinda. Umoja ina wode. Huko ndio utaoga. Kwanza ile maji ni ya chumvi, nigga. Sasa subscribe. Touch that button. Hapana tupa mbao, don't sleki. We are introducing a new segment. Itakuwa inakuja hapo inadunda in between the week to keep us guys going. Mazeni nimepata watu wameteta, watu wamesema Prince must bring this thing frequently bana unatuua. Na wale fupi. So we are going to do that. Tutakuwa na rusha nyingine hapo katikati ya wiki. A shorter one, a nice one. To keep us going, si ndio? Cheers.